Naam, asante sana. Karibu tena kwenye Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hassan Boy Ahmed Hassan Tanzania. Nipo hapa kukusanua kile ambacho kina happen kwenye mitandao ya kijamii na maisha kwa ujumla. Pia ndo sehemu ambayo unapata kujifunza mambo mbalimbali. Leo nataka nikupe historia kidogo ama maisha kidogo yanayomhusu mnyama anajulikana kwa jina la sloth. Mnyama huyu ndo mnyama peke yake duniani anayeongoza kwa mwendo wa taratibu, anayeongoza kwa kutembea taratibu kuliko wanyama wote duniani. Mnyama huyu ni mnyama wa kale, aliwahi kutokea mara mbili duniani kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza iliyotokea miaka ya zamani sana, na watafiti wanasema kwamba mnyama huyu zamani alikuwa katika aina tatu ya sloth. Sloth wa kwanza alikuwa akifanana na mnyama anajulikana kwa jina la punda milia. Sloth wa pili alikuwa ni sloth anayefanana na mnyama aina ya tembo, na sloth wa tatu alikuwa ni sloth anayefanana na aina ya dinozo ama Godzilla. Hawa wanyama Godzilla na dinozo ndio walikuwa mfano hasa wa sloth. Pia sloth baada ya miaka mingi sana alipotea duniani, yani hakuwa anaonekana wala hakupatikana duniani. Na miaka ya hivi karibuni alianza kuonekana katika bara la Amerika ya Kaskazini, akawa anaonekana kwa uchache. Baada ya hapo akawa anaonekana kwa wingi, pia akaanza kuonekana kwenye bara la Amerika ya Kusini. Miaka ilivyozidi kwenda, huyu sloth alianza kuonekana kwenye bara la Asia, pia akaanza kuonekana pia kwenye mabara mengine kama bara la Afrika. Naam, mnyama huyu ana sifa nyingi sana, ikiwemo sifa ya upole. Ni mnyama mpole pia, licha ya kuwa ni mnyama anaishi polini. Asili yake ni kuishi polini, lakini ana uwezo wa kufugika mnyama huyu. Asante sana kwa wewe ulinisikiliza. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele. Asante.